Nikukaribisha sana mtazamaji wa Zone Media ili tujuzane yote ambayo yanajiri duniani kwenye uga wa kimataifa. Kiongozi wa harakati ya upinzani ya Ansarallah ya Yemen, yani Wahouth, Abdul Malik Badr al-Din al-Houth, amekashifu utawala wa HTS Hayati Tahrir al-Sham unaoongozwa na Abu Muhammad al-Jawlan nchini Syria kwa kujaribu kuanzisha uhusiano na utawala wa kizayuni wa Israel. Akizungumza katika hotuba ya televisheni iliyotolewa siku ya Jumatano, al-Houth alieleza kutoridhishwa kwake na makundi yanayotawala Syria, akisema kuwa makundi haya ni mfano wa unafiki na kujisalimisha, yakionyesha uaminifu kwa Marekani na kujitupa mikononi mwa utawala wa kizayuni wa Israel. Al-Houth aliongeza kuwa makundi hayo ya Syria yamekuwa yakitegemea Marekani na kujaribu kuanzisha uhusiano na Israel licha ya mashambulizi ya anga kutoka kwa Israel na uvamizi wa sehemu za ardhi za Syria. Kwa kumnukuu al-Houth, makundi haya yanayodhibiti Syria ni mfano wa utegemezi kwa Marekani na ni makundi yanayojitumbukiza katika mikono ya utawala wa kizayuni. Al-Houth pia alisisitiza kuwa makundi hayo yanaendelea kujikweza karibu na Tel Aviv licha ya mashambulizi ya anga ya Israel dhidi ya maeneo ya Syria na uvamizi wa sehemu za ardhi za Syria. Akielezea hali hiyo, al-Houth alizungumzia tabia ya kigaidi ya utawala wa Israel, akisema kuwa moja ya viashiria wazi vya uchokozi na uhalifu wa kizayuni ni ukiukwaji endelevu wa makubaliano ya kimataifa yanayohakikishwa na pande za kimataifa, kama inavyoonekana leo huko Gaza na Lebanon. Al-Houth alikumbuka mifano ya ukiukwaji wa makubaliano ya kimataifa, akirejea vita vya Gaza na mvutano wa mpaka wa Lebanon, akielezea uchokozi wa Israel dhidi ya mataifa hayo. Alisema kuwa ulimwengu lazima urejeshe jukumu lake la kutetea haki, kupigania wanyonge na kupambana na madhalimu badala ya kubaki katika utegemezi na kujisalimisha kwa nguvu za kiburi. Aidha, al-Houth aliongezea kuwa taifa linapaswa kujivunia mifano ya Kiislamu ya kipekee, yani wanaume na wanawake wenye roho ya juu, ufahamu wazi na ushawishi wenye maana, ili kurejesha heshima yake ya kibinadamu, fahari ya kidini na uwepo wake wa kimataifa. Katika hotuba yake alisisitiza kuwa utawala wa kizayuni umewaua wanawake wengi wa Kiislamu, akisema Wazayuni wamefanya maafa kwa wanawake wengi wa Kiislamu huko Palestina, wakiwemo wanawake waliokuwa na ujauzito, wasichana, wanawake vijana na wanawake wazee. Al-Houth alitoa wito kwa mataifa ya Kiislamu na watu wote duniani kuungana na kupigania haki na uhuru dhidi ya utawala wa kizayuni ambao ameutaja ni tishio kwa amani na usalama wa ulimwengu mzima. Katika hotuba yake ya hivi karibuni, kiongozi wa harakati ya Ansarallah ya Yemen, Abdul Malik Badr al-Din al-Houth, amekashifu vikali makundi yanayotawala Syria, hususani kundi la HTS ambalo linaongozwa na Abu Muhammad al-Jawlan ambaye ni rais wa sasa hivi wa Syria, kwa kujitokeza kutafuta uhusiano na utawala wa Israel, na akieleza kwamba hajaridhishwa kabisa na hatua hizi, akisema kwamba zinadhihirisha unafiki na kujisalimisha kwa nguvu za kigeni, hasa Marekani na Israel. Lakini hii ni moja kati ya kauli ambazo zinazua maswali kuhusu mwelekeo wa mizozo ya Mashariki ya Kati na jinsi ambavyo mataifa yanavyoweza kujitenga na nguvu kubwa kama Marekani. Mtazamaji, ni kupitisha kwa kina ili uweze kufahamu nini ambacho kinajiri hapa katikati yake. Kwanza tuangazie makundi ya Syria na uhusiano na Marekani. Kwenye taarifa hii, kiongozi huyu al-Houth amewalaumu viongozi wa makundi ya upinzani nchini Syria kwa utegemezi wao kwa Marekani na juhudi zao za kuanzisha uhusiano na Israel. Huu ni mtindo ambao unaendelea kuibua maswali kuhusu mustakabali wa Syria, ambapo makundi haya yanadaiwa kuwa chini ya ushawishi wa Marekani. Kwa upande mwingine, hatua hii inaweza kuwa na madhara makubwa kwa mchakato wa kisiasa wa Syria, ambapo baadhi ya wahusika wanashindwa kuonyesha msimamo huru dhidi ya Marekani, huku wakikosa kuzingatia maslahi ya kitaifa. Kuondoshwa kwa utawala Bashar al-Assad nchini Syria kulihusishwa moja kwa moja na ushawishi wa Marekani dhidi ya makundi ambayo yamekuwa yakipigana vita nchini Syria, mfano kundi la HTS, ambapo kwa jina jingine huyu Abu Muhammad al-Jawlan maarufu kama Ahmed al-Sharaa, ambaye ndiyo rais wa Syria, alikuwa na usaidizi mzito kutoka katika taifa la Marekani, akipatiwa silaha lakini mbinu mbalimbali za kijeshi. Lakini vile vile tumeona hivi karibuni hata mialiko katika majukwaa ya kimataifa yanayoongozwa na Marekani, lakini vile vile hata kufika katika ikulu ya White House na
kukutana na rais wa Marekani Donald Trump. Tuangazie pia kwenye upande wa Israel na uchokozi wake dhidi ya taifa la Syria. Al-Houthi pia alijikita katika kueleza ukatili na uchokozi wa Israel dhidi ya mataifa ya Kiarabu, hususan Gaza na Lebanon, pamoja hata na Syria wenyewe. Na hapa ameshangazwa kwamba licha ya Israel kuweza kuteka maeneo ya milima ya Golan, bado Syria imekuwa ikitaka uhusiano na taifa la Israel, licha ya kuwa ardhi yake imekuwa kwenye unyang'anyo wa muda mrefu. Lakini vile vile hata mashambulizi katika vijiji kadhaa nchini Syria yamekuwa yakipeleka wasiwasi kwa kiongozi huyo Abdul Malik Al-Houthi, akiwaza kwamba mnafanywa ukatili, lakini kwa nini mnaambatana na taifa la Israel? Lakini pia ameweka wazi na kugundua kwamba ushawishi mkubwa unatoka katika taifa la Marekani. Pia aliweza kurejelea mifano ya ukiukwaji wa makubaliano ya kimataifa na mashambulizi ya anga. Kiongozi huyo aliashiria kwamba utawala wa Israel unazingatia zaidi maslahi yake binafsi kuliko kuheshimu haki za binadamu na sheria za kimataifa. Alisema moja ya viashiria wazi vya uchokozi na uhalifu wa kizayuni ni ukiukwaji endelevu wa makubaliano ya kimataifa, ambapo Israel imeonekana ikikiuka hata makubaliano ya amani ya Gaza ambapo ilisainiwa Oktoba 10 mwaka 2025 chini ya rais wa Marekani Donald Trump mjini Sharm el-Sheikh nchini Misri, ambapo kiongozwa pia na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, huku Israel kwa hivi sasa ikionekana kukiuka makubaliano hayo ya amani kwa kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya taifa la Palestina. Al-Houthi pia alisisitiza wito wa kulinda haki za wanyonge na kupigania uhuru dhidi ya madhalimu. Alionyesha matumaini kuwa mataifa ya Kiislamu yanapaswa kujivunia mifano ya viongozi wa Kiislamu waliokuwa na roho ya juu na wenye ushawishi mkubwa, akitolea mfano wanawake wa Kiislamu waliouawa na Wazayuni huko Palestina. Na hotuba yake pia imetoa wito kwa umoja wa kimaadili na kisiasa dhidi ya madhalimu na kuhamasisha jamii ya Kiislamu na ulimwengu kwa ujumla kujitokeza kwa ajili ya haki za kibinadamu. Kwa upande mwingine, ujumbe wa Al-Houthi pia umehusisha hofu kubwa kuhusu athari zinazoweza kujitokeza ikiwa makundi ya Syria yataendelea kujiunga na Israel. Na akasema kwamba huu ni mtindo ambao unaweza kuongeza mvutano wa migogoro katika Mashariki ya Kati. Uhusiano na Israel unaweza pia kuchochea mgawanyiko katika ulimwengu wa Kiarabu na jamii za Kiislamu, ambapo baadhi ya mataifa yanakataa kuanzisha uhusiano na Israel kutokana na ghasia zinazohusiana na swala la Palestina. Al-Houthi ameweka wazi kwamba ni unafiki mkubwa kwa taifa la Syria kuanzisha mahusiano na taifa la Israel. Sio tu Syria, hata mataifa ya Kiarabu kuwa na ukaribu na taifa la Israel ni kitu ambacho ni kibaya sana na kinaweza kupelekea ghasia kubwa kutokea katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Na hivyo amepinga vikali na ameelezea wasiwasi wake mkubwa ikiwa mataifa ya Kiarabu yataanzisha mahusiano na taifa la Israel, basi machafuko katika ukanda wa Mashariki ya Kati yanaweza kutokea kwa ukubwa sana. Sasa hotuba ya Abdul Malik Al-Houthi ni yenye makali na yenye ujumbe mzito kuhusu hali ya kisiasa katika Mashariki ya Kati, uhusiano wa makundi ya Syria na Israel na hali ya haki za binadamu katika Palestina. Al-Houthi pia anatoa wito kwa umoja na kujitolea kwa ajili ya haki za wanyonge na uhuru wa kimataifa, huku akisisitiza kwamba umoja wa Kiislamu na ushirikiano wa kimataifa ni muhimu katika kupinga utawala wa Kizayuni na uingiliaji wa nguvu za kigeni, hususan taifa la Marekani. Sasa basi, hii inatoa picha wazi na kuelezea kwamba huenda taifa la Syria likaingia katika machafuko makubwa na ghasia dhidi ya ukaribu wake na taifa la Israel kwa kuwaita wao ni wachokozi wakati wote. Sasa mtazamaji wetu, nimekuletea kwa undani taarifa hii, lakini naomba maoni yako kwenye uwanja wa comment, lakini pia naomba kama bado hujaweza kuungana nasi kwa kusubscribe, wakati ni huu uweze kutusubscribe, kulike video zetu pamoja na kushare.